binafsi ni kushukuru na wewe pamoja na naibu waziri kwa kuaminiwa katika kuja kuiongoza wizara hii pendwa, ambayo wizara ambayo msingi wa maisha yetu uko chini wa usimamizi wa uzalishaji katika kupitia wizara hii, wizara ya kilimo. Lakini pia binafsi kuendelea na wewe kuendelea kuaminiwa, lakini vile vile kuendelea kukubali kufanya kazi hii ambayo leo umetakiwa nayo uifanye. Lakini kwa ujumla, Mheshimiwa Waziri, mimi sina mashaka na wewe pamoja na msaidizi wako. Naamini kwamba mtafanya kazi nzuri zaidi. Sisi tulijitahidi kwa kadiri tulivyoweza, na nadhani tutakuwa ni mashuhuda kwamba muonekano hata wa ukumbi ambao ulivyo tulivyopokea sisi haukuwa hivi kama ambavyo leo tunaufurahia. Kwa hiyo niseme tu kwamba yapo mazuri ambayo jitihada zimefanyika na tumeona mafanikio makubwa yapo. Lakini sambamba na hilo, pamoja na kwamba kuna mafanikio katika taasisi zote mbalimbali, lakini naamini changamoto, kuna mambo ambayo sisi hatukuwamalizia pale ambapo pengine matarajio ya Mheshimiwa Rais alikuwa ni makubwa zaidi katika kuona kwamba tunafika zaidi kile alichokuwa amekitarajia. Lakini ni imani yangu kwa uwepo wako wewe na naibu waziri pamoja na timu hii iliyopo chini ya Wizara ya Kilimo, na uhakika kwamba kazi kubwa itafanyika na muendelezo wa safari ambayo sisi tumefika tutakwenda mbali zaidi. Nataka nikwambie tu Mheshimiwa, nikutoe hofu, Wizara ya Kilimo ina watu wazuri na watu wachapakazi, watu ambao wanapenda kujituma wakati wote. Naamini na wewe kwa kasi yako wewe, mkiunganisha pamoja matakwa na malengo ya Mheshimiwa Rais ya nchi hii, nadhani tutafika mbali zaidi katika swala zima la kuhakikisha kwamba nchi yetu haikabiliwi na tishio la aina yote linalotokana na njaa. Kubwa zaidi na mimi nikutakie heri pamoja na naibu waziri kwamba tuifanye kazi hii kwa mahiri mkubwa, na Mwenyezi Mungu atujalie tufike salama, ili na sisi kama vile ambavyo leo na mimi nimekabidhi, basi ikifika siku ya kukabidhi kwa mara nyingine tena kwa upande wako, basi mje mfike wakati mkabidhi mkiwa na furaha na kusema kwamba ibaki kwamba ni uongozi ambao umeendelea kuacha alama. Kwa msingi huo nikutakia kila laheri, na sasa kwa heshima na taadhima mimi niko tayari sasa kukabidhi, nimekukabidhi sasa ofisi ya Wizara ya Kilimo ili uendelee na majukumu yako kama vile ambavyo utaratibu na maelekezo ya serikali inafaa. Leo tarehe 17 tulikuwa na kikao kidogo cha kukabidhiana wizara pamoja na majukumu ya wizara. Tunashukuru kikao kimekwenda vizuri. Waziri wa Kilimo mstaafu amekabidhi ofisi, na mimi pamoja na mwenzangu naibu waziri wa Kilimo tumepokea. Majukumu yetu tayari tumeshaelezwa kwa muhtasari na Mheshimiwa Rais, lakini kama mlisikia kutakuwa na kikao kazi maalum cha kupeana majukumu. Kwa hiyo sisi tumeshajipanga, tuko tayari kwa ajili ya kupokea majukumu hayo na tuko tayari kwa ajili ya kuyatekeleza. Malengo yetu sisi kama wizara ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuisimamia wizara kwa ukamilifu, lakini kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, katika sekta ya mifugo na sekta nyingine ndogo ndogo ambazo zipo katika wizara hii. Malengo yetu ni haya, kuhakikisha kwamba tunakwenda kubadilika. Lazima tubadilike, tuje na kilimo cha kisasa, lakini pia kilimo cha biashara. Hayo ndio malengo yetu kwa sasa. Kwenye zao la mwani, nadhani tunaelewa kwamba zao hili lipo zaidi Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, lakini sisi tutaendelea kushirikiana na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kuhakikisha kwamba zao hili linaendelea kukua. Wakulima wa mwani wanaratibiwa kwa kiasi kikubwa na Wizara ya Uchumi wa Bluu, lakini pia wanasimamiwa kwenye suala la uuzaji na ununuzi Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Kwa sisi kama Wizara ya Kilimo tupo tayari kutoa mashirikiano katika kada hii kwa kile ambacho wenzetu watakahitaji kutoka kwetu. Nikubaliane na wewe kwamba zao la karafuu limekuwa likipungua. Ni kweli, kwa sababu karafuu ile ya asili imepotea, imekuwa ikifa. Sasa tutakaa na taasisi ya utafiti wa kilimo kuona tunakwenda kufanya nini, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukishuhudia ugawaji wa mbegu za mikarafuu, lakini tutakwenda kuangalia tija ya ugawaji wa mbegu zile ni ipi. Kama inaendelea kufanya vizuri, tutaendelea na utaratibu ule. Kama hakuna tija katika lile, basi tutaangalia namna bora zaidi kuhakikisha kwamba
tunarejesha mikarafuu ili tuweze kukuza zao hili la karafuu. Ni kweli Mheshimiwa Rais ameeleza kwamba lazima tuongeze chakula. Tutakwenda kuongeza katika taratibu tofauti. Kwanza upo mpango maalum wa kununua chakula na kuweka maghalani ili kuweza kufanya maghala yetu yasiwe makavu, ili kuondoa ukame wa chakula hapa Zanzibar. Lakini jingine ni kuhakikisha kwamba tunaweka msukumo kwenye uzalishaji wetu sisi wenyewe. Tunakwenda kuweka utaratibu wa uzalishaji na tutakuja baadaye na mpango wetu. Mpango ambao utaonesha kwamba tunakwenda kuzalisha kwa utaratibu gani. Ikiwezekana tutakwenda kwenye societies kwa maana ya kilimo kile cha corporate farming. Tutaangalia ni wapi ambapo tunaweza tukascore vizuri. Kwa hiyo tutaweka msisitizo kwenye uzalishaji, lakini pia tuna mpango wa kununua chakula na kuhifadhi ghalani. Kama ambavyo tumesikia, tutajenga mahala na maghala yameanza kujengwa, na kwa utaratibu huo tunaamini kwamba tutakuwa na chakula cha kutosha Zanzibar, lakini pia cha ziada. Tutakuwa na utaratibu wa kununua chakula kwa wakati ule ambao kinapatikana kwa urahisi. Tutaweka kwenye stoki yetu ili kukiwa na ukame kidogo wa chakula, basi tuwe na stoki ya kutosha kuhakikisha kwamba Zanzibar inabaki wet katika suala zima la chakula.